Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwepo katika mwili hapa duniani, alizikuta dini mbalimbali, mifumo mbalimbali ya imani. Aliwakuta Wasamaria wakiabudu katika utaratibu na namna yao. Aliwakuta Wayahudi, Judaism, wakiabudu katika namna yao na taratibu zao. Kuna dini nyingi ambazo zilikuwa ni za wanaabudu miungu, ikiwemo dola, serikali ya Kirumi, walikuwa wanaabudu mpaka miungu ya kike. Alikuta vikundi mbalimbali hata ndani ya Wayahudi. Alikuta Waasene, alikuta Mafarisayo wakiamini katika sheria iliyoandikwa na sheria ya kutamka oro, na Masadukayo wale walifocus sana kwenye sheria iliyoandikwa na sio haswa ile ya kusema. Kwa hiyo alikuta taratibu zinaendelea, lakini Bwana wetu Yesu Kristo aliweza kuchangamana nao. Alijenga nao hoja na aliongea kwa ujasiri, kwa sababu hawa Wayahudi na wale ambao waliokuta wakiwa na tamaduni mbalimbali na taratibu za imani walikuwa wanarifaa kutoka kwenye vitabu fulani. Kama Wayahudi walikuwa wanarifaa kutoka kwenye sheria ya Musa, lakini yeye alizungumza kwa mamlaka, kwa maana kile Baba alikuwa anasema ndani yake ndicho alikuwa anazungumza, anawaambia watu, na anaonekana ni mtu mwenye kuongea kwa mamlaka na mwenye uweza wa hali ya juu, kwa sababu yote yaliyoandikwa katika vitabu na sheria za Musa na manabii wote walioandika, yeye ndio aliyeandikiwa. Yeye ndio utimilifu na ukamilifu ya kile ambacho Wayahudi, Mafarisayo na Masadukayo walikuwa wakikitetea kama sehemu ya imani au dini. Yesu akamwambia mwanamke Msamaria kwenye Yohana sura ya 4, "Nyie mnaabudu msichokijua, kwamba mmezishika sheria, mshika maandiko, lakini mnaabudu msichokijua." Ndio maana anasema kwamba baba zetu wanaabudu katika ile milima au kule Yerusalemu au kule Samaria, wanaabudu wasichokijua. Paulo mtume kuna wakati fulani kwenye Warumi sura ya 10 mstari wa kwanza na wa pili anawaambia Wayahudi kwamba mna bidii nyingi sana katika kufanya ibada, lakini sio katika maarifa ya Mungu. Kwa hiyo aliwakuta wakiwa na bidii, wanaabudu wasichokijua, wana bidii ya kufanya taratibu za kidini, wakiamini kwamba wanampendeza Mungu, lakini ni kitu ambacho hawakijui. Ndio maana akasema kuna mstari wa 23 na 24 kuna Yohana sura ya 4 kwamba Baba atawatafuta watu watakaoabudu katika roho na kweli. Katika namna gani? Baada ya yeye kufa, kuzikwa na kufufuka, alisema kwamba msiondoke Yerusalemu mpaka ahadi ya Baba, ahadi ya kujazwa Roho Mtakatifu itakapokuja. Kwa maana Roho Mtakatifu ndio anatuwezesha sisi kufanya ibada, kuhusiana na Mungu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17 kwamba yeye aliyeungwa na Bwana, yeye aliyeungwa na Roho wa Mungu amekuwa ni roho moja, ni kitu kimoja. Kwa hiyo yule Roho wa Kristo aliyeungana na roho zetu ndio anasaidia sisi kufanya ibada na kuyatambua na kuyaelewa mambo ya roho. Yesu Kristo anaambia kwenye Yohana sura ya 2 mstari wa 19 mpaka 21, anasema, "Bomoeni hekalu alilojenga baba yenu Suleiman kwa muda wa miaka 46, mimi nitalijenga kwa siku 3." Akimaanisha nini? Ijapokuwa alimuona kama ni mtu ambaye amechanganyikiwa, lakini alikuwa anamaanisha sehemu halisi ya kufanya ibada sio Yerusalemu, sio kwenye hekalu ambalo Suleiman alilojenga. Sehemu halisi ya kufanya ibada ni ndani ya mioyo ya watu. Watu watakuwa ni mahekalu, watakuwa wapokea neema ya wokovu, watakuwa jazwa Roho Mtakatifu, watakuwa mahekalu ya Roho Mtakatifu, na mioyo ya watu itakuwa ni madhabahu. Ndio maana kwenye Matendo ya Mitume anasema Mungu hakai sehemu iliyojengwa kwa mikono ya wanadamu. Kwa hiyo madhabahu halisi sio ile inajengwa kwa mikono madhabahu. Ni taratibu tu za kwa ajili ya usasa na kujificha na kuwa na usalabu fulani na kiusalama, ndio tunajenga madhabahu. Lakini madhabahu halisi ni mioyo ya watu iliyojazwa neema ya Mungu na iliyojazwa Roho Mtakatifu. Ndio maana hivi leo watu wengi wanaogopa ile madhabahu iliyojengwa na mawe kuliko madhabahu ambao ni wao wenyewe ambao wana neema ya wokovu ndani yao. Wanakuwa na mahusiano na Mungu kuanzia Ijumaa weekend mpaka Jumapili. Hii siku zote Jumatatu mpaka Ijumaa watu wako mbali.
hawajui kama madhabahu halisi ni miili yao na hekalu halisi ni miili yao. Kwa hiyo acha tuifanye ibada katika namna ya ndani, kwa sababu sisi ndio tunambeba Mungu na Mungu anadhirika ndani yetu. Mungu adhiriki katika milima ile, katika mahali wala sehemu fulani fulani. Mungu anadhirika ndani ya mtu aliyepokea kipawa cha neema ya wokovu. Kuna sababu kubwa kwa nini Mungu alimzika Musa mwenyewe. Kusoma Kumbukumbu la Torati 34 mstari wa 5 na wa 7 inazungumza habari ya Mungu alimzika Musa mwenyewe. Kusoma Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 11 utaona Mungu alimchukua nabii Elia. Kwa nini? Na kina Enoki na watu wengine. Kwa sababu alijua watu hawa ambao walitembea katika uweza na utukufu na nguvu za Mungu, watakapokufa, watakapolala, wakizikwa, basi watu watawafanyia ibada. Watajenga makanisa hapo, wafanye sehemu ya kuabudu. Na utaona leo Israeli, sehemu zote ambazo kaburi la Daudi, kaburi la nani, sehemu ambapo unyao Yesu Kristo akati anapaa, sehemu ambapo alipobatizwa, watu wanapaunganisha kwamba ni sehemu pa kujiunganisha na mafuta na upako na mambo ya kitakatifu. Lakini Mungu alijua yote hayo. Tunaona baada ya Yesu Kristo kufa na kufufuka na kupaa mbinguni, ilipita milongo mitatu tu na wana wa Israeli walitawanywa kote duniani. Kwa hiyo Mungu alipowatawanya, alikuwa lengo lake ni kuiondoa ile historia. Maana alijua watu watapaabudu pale, watatengeneza madhabahu, sema kitu ambacho hakitaki yeye. Madhabahu halisi ni ndani ya moyo wa mwanadamu. Hekalu halisi ni yule aliyembeba Mungu, alipokea kipawa cha neema ya wokovu. Ndio maana leo Israeli watu wanaenda wanaabudu katika kaburi, wanaabudu katika wamejenga kanisa kabisa na wanasema hapa ni mahali patakatifu, na watu wanaenda, Wakristo wengi wakijifungamanisha na upako kana kwamba roho wa Mungu yuko pale. Yesu alilijua hili, Mungu alilijua hili. Ndio maana hata akina Musa aliwaondosha na kina Elia, hakuna aliyejua kumbukumbu lao, kwa sababu alijua watu watafanya ni ibada pale, watajenga ibada ya sanamu pale, wataabudu kitu kingine wasichokijua. Ni vizuri kwenda Israeli kama sehemu ya kwenda kujifunza historia ya Biblia na kumbukumbu fulani za kihistoria, lakini Waisraeli wale ambao wamekuja kuirejesha Israeli si Waisraeli halisi. 1948 ilikuwa ni Israeli ya kisiasa, na pia inawasaidia pia katika utalii na katika kukuza uchumi wa nchi ya Israeli. Lakini sehemu zote ambao wanasema hapa ni kaburi, hapa ndipo alipopaa, hapa ni sehemu nyingi za hisia, walizitengeneza kisiasa, kiuchumi kama sehemu ya utalii, lakini pia imetusaidia pia kutunza kumbukumbu fulani. Kwa tunapoenda Israeli sio kwa ajili ya kujifungamanisha na upako, maana Kristo akai pale. Kristo anakaa ndani ya moyo wa mtu. Amesema kwenye waraka kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 23-27, mafuta, upako ule mliopokea unakaa ndani yenu. Upako ukae kwenye milima, upako ukae Israeli, upako ukae sehemu fulani fulani. Upako uko ndani ya moyo wa mtu aliyebeba neema ya wokovu. Na kitu cha msingi ambacho nataka wewe unasikia huko na kuangalia video hii ukizingatia ni kwamba Yesu Kristo alikuta dini, mifumo inaendelea ya imani, lakini yeye hakuleta dini. Yeye alituletea mahusiano. Alikuja kureconcile, kupatanisha yale mahusiano ambayo Adamu wa kwanza aliyopoteza, yeye ndio alijua kuyarejesha. Waefeso sura ya 2 mstari wa 13 anazungumza kwa damu yake tulirejeshewa yale mahusiano sisi tuliokuwa mbali na Mungu. Mstari wa 18 wa Efeso sura ya 2 anasema katika yeye huyo, katika Kristo Yesu, sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba kwa roho moja. Yesu Kristo ndio njia, ndio kweli na ndio uzima. Yohana sura ya 14 mstari wa 6. Kwa hiyo mtu hawezi akapata uzima wa milele na kaingia katika ufalme wa nuru, ufalme wa Mungu aliye hai, pasipo Yesu Kristo. Muamini Kristo leo, mtumainie na mkiri yeye, ili neema ya wokovu ifanye makao ndani yako. Usinganganie dini ya wazazi, usinganganie dhehebu lililosajiliwa, usinganganie mifumo fulani ya kimani na itikadi ambao umeikuta. Mahusiano yako na Mungu ndio yana umuhimu zaidi kuliko dini ambayo umeikalia. Mungu anataka kufanya uhusiano, ushirika na mtu. Ndio maana hata siku ya unyakuo itapofika,
Watu watakuwa wawili, mtu na mke wake, watu na watoto, mmoja atanyakuliwa, mmoja ataachwa. Kwa hiyo hatuendi mbinguni kwa registration ya ndoa, ya vyeti vya ndoa. Hatuendi mbinguni kwa sababu tumezaa, tuna DNA na watoto wetu, au tumezaliwa na wazazi fulani, au tupo katika dhehebu fulani. Tunaenda mbinguni na tunakuwa na uzima wa milele, maisha ya umilele na Kristo Yesu, kwa sababu tuna uhusiano sisi personal na Yesu Kristo na Mungu aliyetukomboa. Mungu akubariki sana.